Mkurugenzi wa huduma za kisheria kutoka Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania TCAA Bi Maria Memba aweze kutufahamisha zaidi kuhusu warsha hii ambayo imehitimishwa siku ya leo, lakini kesho kutakuwa kuna shughuli nyingine za kitalii zaidi, lakini kwa leo kuhusu masuala mazima ya kuweza kufanya majadiliano kuhusu sheria mbalimbali ambazo ziko katika sekta ya usafiri wa anga imehitimishwa katika siku ya leo. Tuko na Madam Maria aweze kutufahamisha zaidi kuhusu warsha ya leo. Habari yako Madam Maria? Salama kabisa, habari yako? Salama, shikamoo. Marahaba, ujambo? Jambo, habari ya basi? Nzuri tu, nimefurahi kuona tena. Nimefurahi pia kukuona. Asante. Madam, workshop imeenda vipi mpaka sasa, mpaka kuhitimishwa kwake siku ya leo? Workshop hili nisema kwamba imeenda vizuri au vibaya ni inategemea na nini ambacho tumeazimia mwishoni. Wewe unajua umekaa mpaka mwisho na umeona maazimio ambayo tumefanya mahali hapa. Kwa hiyo naweza kusema kwamba imekwenda vizuri sana, kwa sababu mwisho wa siku tumejua ni nini ambacho tunakwenda kufanya mbele na nini ambacho tutatakiwa kuripoti. Kwa hiyo mwisho wa siku tutakuwa tuna taarifa ambayo tunatakiwa tupeleke kwa ajili ya utekelezaji wa nini ambacho tutakwenda kukifanya kulingana kwa kuzingatia hii mikataba ya kimataifa ambayo tumekubaliana hapa kwa ajili ya kwenda kuiridhia. Kama nchi ya Tanzania na sekta ya usafiri wa anga Tanzania zinapokuja sheria mpya ambazo kutoka ICAO kuletwa kwenu ili muweze kuziimplement katika sekta ya anga, huwa ni vitu gani hasa ambavyo mnazingatia? Asante. Cha kwanza kabisa ambacho tunaangalia ni namna gani hizi sheria zinatumika Tanzania kulingana na mazingira yetu ya sekta yetu ya usafiri wa anga. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa tunafanya assessment kujiridhisha kwamba vifungu hivi ambavyo vimekwenda kubadilika vitakuwa applicable katika nchi yetu, kwamba vinatumika nchini kwetu, ili tusiweze kutengeneza sheria ambayo mwisho wa siku haiwezi kutekelezeka. Kwa hiyo kuna mazingira ni kweli kabisa ambayo sisi kama nchi hatuyafanyii kazi, kwa hiyo most of the time unakuta hatuwezi kuyaconsider katika sheria zetu. Hivi karibuni kuna baadhi ya kanuni ambazo zilitangazwa kutoka katika kurasa rasmi za Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania TCAA ambazo zinaonyesha jinsi gani zinawahusu waendesha air operators kwa ujumla Tanzania. Unaweza kutufafanulia kwa ufupi ni sheria zipi zinahusu kitu gani, lakini zaidi ni zinaleta tija gani hasa katika usalama wa usafiri wa anga Tanzania? Asante sana. Kama unavyojua teknolojia ya kwanza, sekta ya usafiri wa anga inazidi kukua. Kila siku inakuwa na inabadilika. Kwa hiyo sheria za leo haziwezi kutibu tatizo la kesho, na ICAO kama hawako nyuma. Kwa hiyo kila mara ambapo teknolojia inabadilika, basi na wao wanabadilisha miongozo yao, na sisi kama nchi wanachama na tumeridhia mkataba ule wa kimataifa, basi lazima na sisi tubadilishe kanuni zetu ili ziendane na matakwa ambayo wamewatoa. Na kwa utaratibu ambao ICAO wamejiwekea, kila mwaka wanatoa masharti mapya kama yapo. Kwa hiyo na sisi kama nchi wanachama, basi tulipopokea masharti mapya na sisi tukaenda tukareview sheria zetu, tukazipitia sheria zetu kuona ni maeneo gani ambayo yameathirika na masharti mapya ya ICAO. Kwa hiyo tumerekebisha sheria zetu, sio mpya, ni maeneo machache tu ambayo tumeyafanyia marekebisho, na kikubwa ambayo naweza nikasema ambayo tumeweza kulifanyia marekebisho sasa hivi ni kwenye swala zima la ndege zisizo na rubani, kwa sababu mwanzoni kabisa tulitengeneza kanuni za ndege zisizo na rubani kwa kuangalia best practice kwa nchi ambazo tayari zilikuwa na kanuni. Wakati huo ICAO walikuwa bado hawajatoa kanuni zao maalum. Kwa hiyo sasa hivi ICAO wametoa kanuni zao, basi na sisi kama nchi tumekwenda kutengeneza kanuni zetu ili ziweze kuendana na masharti ya ICAO, lakini pia kuhakikisha kwamba sekta yetu ya usafiri wa anga inaendelea kuwa salama wakati wote. Kama unavyojua, drones bila kuzidhibiti zinaweza zikaleta madhara makubwa sana. Kwa hiyo tumereview kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwa salama wakati wote. Nini tutarajie kama matokeo chanya ya warsha hii ambayo imemalizika siku ya leo? Tuna mikataba ya kimataifa ambayo sisi kama nchi bado tulikuwa hatujairidhia. Tupo katika mchakato kuhakikisha kwamba hizo mikataba inaridhiwa, na kutokana na warsha hii basi, kwa sababu kama nilivyosema hapo awali, tunatakiwa kutoa taarifa ya utekelezaji wa yale ambayo yamekubaliana katika warsha hii. Kwa hiyo sisi sasa kama nchi tunakwenda kuhakikisha kwamba ile mikataba ambayo tunatakiwa kuiridhia, ambayo kwa kweli ina manufaa kwa nchi, tunakwenda kuiridhia ili tutakapokutana tena katika warsha nyingine sehemu nyingine, basi Tanzania iweze kutoa ripoti yake nzuri, kwa maana kwamba tayari imesharidhia ile mikataba inayotakiwa.